Tofauti ya Profesa Kabudi na mimi ni spidi. Hekima zake zilikuwa zinamfanya anaitazama jambo na kulikolo miaka 70 nyuma. Wakati anatafuta memory, hivi mwaka 60 hivi ilikuwaje jambo hili? Hivi mwaka 70 ilikuwaje? Hivi mwaka 80 ilikuwaje? Mimi huo muda wa kutafuta rekodi sina. Naomba watendaji wa wizara, kila mtu kwanza ukae kwenye kiti chako wene na ufunge mkanda wako vizuri. Hili ndilo ambalo limechangia kunifikisha hapa. Tabia yangu inajulikana. Eza wanaweza kukujuza watu kwa matako wanaotaka, lakini kwangu mimi tabia yangu, mimi sio unafiki, sina tabia ya kukuchekea wakati moyoni imekununia. Sina tabia ya kukununia wakati moyoni na kuchekea. Furaha yangu utaiona na hasira yangu utaiona. Ninawaomba watendaji wote katika idara zote na taasisi zote, kila mtu akae kwenye kiti chake na aenee. Vijana wengi wa taifa hili wamejiajiri kwenye habari, hasa online TV na wanaotumia mitandao ya kijamii. Tutaomba mamlaka, na Mheshimiwa Rais ni mtu anayependa sana vijana wa social media. Na mtakumbuka alivyoingia madarakani alihakikisha kwamba anawapa nafasi mjipatie ajira. Nitaenda kumlilia Daktari Samia atupatie fedha kiasi cha bilioni 1 mpaka bilioni 2 tuwakopeshe vijana wa kwenye mitandao wawe na vifaa vyao wenyewe. Ili unaporekodi usirekodi kwa kisimu, urekodi kwa kamera ya maana, uwe na kompyuta yako vizuri, alafu tengeneza content ambazo dunia itaziona na kuiona Tanzania katika uzuri wake. Lakini sambamba na hilo, tunajadiliana pamoja na naibu waziri, tunatamani pia wizara yetu iwe na kitengo cha mawasiliano ya lugha mbalimbali za kimataifa. Kwa mfano, tumeona juzi Mheshimiwa Rais alipata ugeni wa waziri wa mambo ya nje ya China. Mimi na wenzangu tutatamani habari hiyo ionekane Al Jazeera. Habari hiyo CNN waione. Habari hiyo BBC wafanye nini? Waione. Sasa wanaifanyaje? Tutaweka ndani yetu kuwa na timu maalum. Kazi yake ni habari ikifanyika inachukuliwa inapelekwa kwenye vyombo vya kimataifa, ili sura yetu na muonekano wetu uendelee kuimarika kule. Leo tukikaa hapa tunajua kila kitu kilichofanyika Marekani. Kwa nini? Kwa sababu wamefanya vyombo vyote duniani vinachukua taarifa. Leo tukikaa hivi tunajua nini kimetokea Urusi, pamoja kwamba hawaongei Kiingereza. Leo tukikaa hapa tunajua nini kimetokea China. Tunataka na sisi tukikaa hapa wajue Tanzania Daktari Samia nini anafanya kwa ajili ya wananchi wao. Lakini pia tunatamani sana ya kwamba maandalizi yetu ya AFCON yaanze sasa. Mheshimiwa Waziri amesema tunayo tume kamati, lakini pia kwenye wizara tutakaa na sisi tuanzishe angalau Samia pre-AFCON. Tuanzishe mashindano ya pre-AFCON yatakayoendeshwa kwenye sekondari zetu zote. Na maelekezo ya Mheshimiwa Rais tushirikiane na TAMISEMI. Kwa tutapanga tuwe na mashindano ya AFCON pre-AFCON ambayo yataanza kutoa dira na mwelekeo, ili mwakani tutapokuja kupokea wageni taifa zima lipo na timu yao, na timu yao ikienda kufanya vizuri, huku tukipalilia ndoto za vijana. Lakini tumefuatilia pia, tumegundua ya kwamba kwenye sekta ya walimu wetu wanaosomea walimu wakipangwa kwenye shule, hasa shule za msingi na sekondari, wengi wao hawapati nafasi ya kujifunza mambo ya michezo, na wanafika hatua wanakosa sifa za kufundisha michezo. Tungetamani pia, na hili Profesa Kabudi tutakuwa wote kabisa, tutaiandaa pepa tuipeleke cabinet, tushawishi baraza la mawaziri lilizia kwamba sasa walimu wa shule za msingi na sekondari wanapokuwa kwenye vyuo vyao kule, wanaopenda mpira wanajifunza, wanatoka kama professional, ili wakienda kwenye mashule watutengenezee kizazi ambacho kimelelewa na mtu anayejua taaluma. Na ile certificate watakayoipata itawapa nafasi ya kuqualify kufanya daraja jingine la CAF, ili pia na shirikisho la mpira pamoja na CAF wawatambue kama wataalamu wa michezo katika namna ya kukuza. Tunajua ya kwamba tunaenda kwenye mwezi wa Ramadhani,
Na sisi mwezi wa Ramadhani kwa kweli ni mwezi mtukufu, ila umekuwa wa baraka kwa dhehebu zote, Wakristo na Waislamu. Kwa miaka mingi tumeona pale Dar es Salaam watu wakifanya Ramadhani Cup. Nishaongea na wale viongozi, Mheshimiwa Waziri, na kesho tutakuwa na kikao nao kuhakikisha kwamba tunaunganisha na wizara. Ramadhani Cup tunaipeleka kwenye mikoa 5, yawe ni mashindano yanayohamasisha na kuwafanya watu tukabaki pamoja. Unajua mwezi wa Ramadhani huwa ni mwezi ambao ni kama kwa lazima vile. Wakristo na Waislamu wote tunakaa pamoja. Na wengine tumelelewa kwenye familia za Kiislamu. Kwa hiyo tunafunga pamoja, kwa sababu usipofunga pia unajisikia vibaya kwenda kula daku au kula futari ya mtu, unakuwa kama kobe. Sasa sisi tungependa tutumie pia fursa hiyo, michezo yetu iweze kutunganisha.